Jina lako litukuzwe na lipate kuabudiwa, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Umeheshimika, umeyawa na ukuu na uweza. Asante Dadi kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako na kwa ajili ya msaada wa Roho wako Mtakatifu. Inuliwe Yesu, upewe sifa. Asubuhi ya leo wewe ni mwaminifu kwetu. Wewe ni Mungu mwenye pendo lililo likuu. Baba, kuwa na uhai ni kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya msaada wa Roho wako Mtakatifu. Tunakuuliza tu Yesu, katika ibada hii uwe nasi, neema yako iwe nyingi kwetu, maana wewe ni mwaminifu. Tunakupenda, tunakuinua, tunakuheshimu. Tunalibariki jina lako kwa sababu limetukuka kuliko majina yote. Umeyawa na ukuu, umeyawa na uweza. Asante Mtakatifu kwa ajili ya wasikilizaji na kwa ajili Baba ya watu ambao walio pamoja nasi katika ibada hii ya asubuhi. Tunakupa sifa, tunalibariki jina lako tukisema unastahili. Tujalie Roho wako, tujalie Bwana neema yako, ili tunapoenda kulisikiliza neno lako utunenee. Nenea Baba kila mmoja wetu, hata wale walio kwenye mitandao. Mungu, nguvu zako siwafikie, maana sina mipaka. Utukuzwe, uimidiwe, upewe sifa na utukufu, maana wewe ni mwaminifu na unastahili kutukuzwa na kuabudiwa Mtakatifu. Asante, tunakupenda na tunakuheshimu kwa ukuu wako na kwa uweza wa jina lako. Na ni kwa jina lililo kuu la Masihi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru na hata tukiamini. Amen. Kwa hivyo msikilizaji, nashukuru Bwana asubuhi ya leo kwa ajili ya Mungu kutujalia neema ya kuwa pamoja asubuhi ya leo, na kwa ajili ya Mungu kutujalia kuwa katika ibada hii ya asubuhi. Karibuni tuweze kulipokea neno la Mungu pamoja, wale tulioko katika nyumba hii na wale wenye wako kwenye mitandao. Bwana awajalie neema yake na aweze kuiwisha. Kwa majina naitwa Mchungaji Harrison Murithi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii fursa Mungu ambaye ametujalia la kuweza kusikiliza neno lake. Kwa hivyo leo tutajifunza, our theme inasema kwamba things that every champion must win, ama mambo yale kila msidi anastahili aweze kuyashinda katika maisha yake. Kwa hivyo tutaanzia katika neno la Mungu katika kitabu ya Matendo ya Mitume chapter number 2. Matendo ya Mitume ama Act chapter number 2 verse number 13. Nitarudia. Matendo ya Mitume chapter 2 verse 13. Nitasoma. Maandiko yanasema wengine waliwadhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapata sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa ya mchana. Lakini jambo hili lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku ya mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri,
na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ili ndilo neno la Mungu ambalo tumeweza kulisikiliza asubuhi ya leo. Hii ni wakati mitume walikuwa pamoja. Maandiko inasema wakati walipokuwa pamoja na wakidumu pamoja na wakiomba, lakini wengi waliweza kuwadhihaki. Walipoona wengi wanatabiri, wananena kwa roho, wananena kwa lugha, wengine wakawaambia watu hawa wamelewa, wakawadhihaki. Maana watu wa ulimwengu walidhani watu hawa kile wanachokinena kimetokana na kutokujazwa na roho Mungu, bali kimetokana na kulewa ambao ni mvinyo. Lakini Petro akasimama, akawaambia, akawakemea, akawaambia sio vile mnavyodhani. Kwa hivyo nilikuwa nazungumza nini? Nilikuwa na nena ya kwamba kama wewe unataka kuwa mzidi, Mkristo ambaye ameshinda, ndio ya kwamba tangu mwanzo watu wa Mungu huwa wanadhihakiwa. Watu wa Mungu huwa kunakuwa na pingamizi mingi. Kwa hivyo kama unataka kuwa mzidi, kama unataka kuwa wina katika maisha haya ya Ukristo, usiwe mtu wa kutazamia katika pingamizi ambayo inatokana na watu wa dunia hii, bali tuwe watu wa kusikiza vile neno la Mungu linavyonena. Maana wengi watasema huyu anajifanya, huyu anakuanga mlevi. Sio wewe wa kwanza kutukanwa, sio wewe wa kwanza kudhihakiwa. Kutoka mwanzo kulikuwa na pingamizi. Hata mitume walipingwa sana, na wakiwa wanahudumia watu na wanafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, kama unataka kuwa mshindi katika maisha ya Ukristo, haya tunayoyaishi, lazima ujifunze kutokusikiza vile watu wanavyonena kuhusu wewe. Maana vile wanenavyo sivyo livyo. Wewe hauko kulingana na maoni yao, uko kulingana na vile Mungu anazungumza kuhusu wewe. Kwa hivyo walipinga pia mitume, wakawadhihaki, na pia kitazama watu wengi katika maandiko, pingamizi asianzia hapa, simetoka kutoka mwanzo pale. Watu wamekuwa wakipinga watu wa Mungu kwa njia nyingi zaidi. Tuangalie hata neno la Mungu katika Genesis, tuone jinsi ilivyokuwa hata tangu mwanzo. Genesis chapter number 37. Genesis 37. Mstari wake wa 20. Mwanzo chapter number 37 verse 20. Maandiko inasema, hebu tuanzie mstari wa 18 ili tuweze kupamata vizuri. Wakamuona toka mbali, na kabla hawaya karibia, wakafanya shauri juu yake,
ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue, tukamtupe katika birika moja wapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisa tutaona sitakuwaje ndoto zake. Huyu wapendwa ni kijana wa Yakobo ambaye aliyekuwa anaitwa Yusufu. Kama vile mnavyojua hiyo habari, Yusufu ni kijana, alikuwa kijana mzuri anayependwa na baba yake. Unajua kijana alikuwa anaota ndoto nzuri za maisha, na wale ndugu zake walipoona jinsi kijana anaota ndoto na jinsi baba yake amempenda, vile sababu tu wakamzukia huyu kijana. Wakati alikuwa anaenda kuwatazama katika malisho, alikuwa anawapelekea chakula, alikuwa anawapelekea vitu vya kunywa. Imagine tu mtu anayewahudumia ana ubaya na wao, anawaletea hata vyakula, lakini wanadamu wanampangia mabaya. Wanasema basi huyu wacha tumuue, tuone ile ndoto anatuambia itakuaje. Yaani tu wanapanga maovu wamuue kwa sababu ako na ndoto hiyo tu, hakuna kitu kibaya wamewatenda. Wakristo, maisha haya yanayo pingamizi mingi. Wengi wanaokupinga hawana sababu, wengi wanaokuchukia hawana sababu ya kukuchukia mpendwa. Lakini kitu ninachokuomba ujue ni kwamba hata kama wanakupinga, kuna Mungu mbinguni anayekutetea na anayekupigania. Huyu jamaa Yusufu walimpangia pasipo kujua, anawapelekea chakula kwa furaha, anawaamkia ndugu zake. Lakini kabla afike, maandiko yanatuambia wakamuona kwa mbali, wakasema ndiye huyo, wacha tumuangamize, tumuue, tuone hiyo ndoto yake itakuwa namna gani. Imagine, ni kutaka tu kumuua ili hiyo ndoto yake wakatishe. Lakini ninaomba kama vile Mungu asivyo, wapendwa mnaonisikiliza, wapendwa tulio mahali hapa, hata kama watakupangia usipojua, kuna Mungu aliyekufanya uwe na hiyo ndoto. Kuna Mungu aliyekusaidia ukaota. Watapanga kwa siri, lakini naye Mungu atakupigania kwa wazi. Naye Mungu atakupa victory juu ya maisha yako. Yusufu tu mtoto wa Mungu akajipeleka kwao, ajui wamemuona kwa mbali na wamepanga kuhusu yeye kumwangamiza. Maandiko inasema wakasema, huyu hatumwachi, tutamuua. Haijalishi ni nini waliokuwa pia juu ya maisha yako, haswa kama umehakikishiwa umeshinda, yua jambo hili, utashinda. Hata kama wamekupangia mabaya, utapashua. Hiyo maovu hayatakupata. Utafikia ndoto yako, utafikia lengo lako katika jina la Yesu Kristo. Yusufu walisema huyu ni mtoto mdogo, ametuletea chakula, tuko mbali, hayuko karibu na baba yake, hayuko karibu na mtu ambaye atakayemsaidia. Na kuhakikishia, wanaweza dhani wewe hauna msaada.
Msaada wako unatoka mbinguni kwa Baba aliyekuumba. Haijalishi wale walio karibu na wewe, hakuna aliye karibu na wewe. Wale ambao wanaweza sema muache, lakini naye Mungu, hata kama wamepanga kwa siri, yuko pale kwa ajili yako. Yuko pale akuondoe katikati yao. Yuko pale akushindanie. Yuko pale akupatie ndogo victory kwa jina la Yesu Kristo. Yusufu mtoto innocent walimpangia, lakini Mungu ashukuriwe, maana kuacha wamwangamize. Walipanga, lakini akatumia yule wa ndugu zao. Akamwambia, mbona tumuue ndugu yetu, damu yetu, pasipo hatia? Afadhali tumsaidie, tumuuze afikie ndoto yake. Praise God. Amen. Wale wanaokupangia, wale wanaosema ndio mwisho wako, Mungu atageuza kile wanachokupangia kiwe kinakusukuma kufikia ndoto yako in the mighty name of Jesus. Amen. Kile ambacho kinaonekana ni kana kwamba wanapanga kiwe kikwazo kwako, kiwe za kukuzuia usifikie ndoto hiyo tu, ndio Baba wa mbinguni hatabadilisha ili wewe uweze kufikia lengo lako, ili wewe uweze kufikia maono yako. Mungu akujalie hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. I thank God. Maana wasipomuuza Yusufu, angeenda pale apate kibali ya kuwa prime minister. Wasipoenda tu, wasipopanga hiyo, kumbe kuna mambo mengine utakayopangiwa, na wakati wanapopanga hawajui, wakisema wanakukatisha. Wakifikiri wanakukatisha, kumbe wanakusukuma ufikie ndoto yako. Walidhani ni ndoto wanaua ya Yusufu, lakini ni njia moja Mungu anayetumia ili Yusufu afikie ile ndoto aliyoiota. Baba, tunakushukuru ni kwa sababu yale ambayo wamepanga kutuhusu si ya kutuvunja moyo, si ya kuzuia ndoto zetu tusifikie, si ya kuzuia tusifike kule uliko tukushuhudia. Baba, kama umetuhakikishia kwamba sisi tu washindi, tunajua ya kwamba hata kama watatupangia mabaya, hata kama watakusanyika wakati ambapo hatuna habari, Jehova uko katikati yao ili ugeuze ile mpango yao iweze kutusaidia kufikia maono yetu. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu mpendwa, yale wanaokupangia juu ya maisha, yale wanaopanga kuhusu wewe, hayataweza kukuangamisha, hayataweza kukumaanisha, hayataweza kukuharibu. Yatakusaidia kwa jina la Yesu, yatakusaidia kwa jina la Yesu, uweze kufikia ndoto yako, uweze kufikia yale Mungu amekupangia juu ya maisha yako. Baba wa mbinguni atukuzwe. Ni kwa sababu mpendwa, sijui ni nini wamepanga kuhusu wewe. Wapendwa, sijui ni nini wamepanga mbele juu yako, lakini kitu ninayojua, uko na Mungu mbinguni, uko na Mungu mbinguni, na huyu Mungu unayemtazamia, haijalishi wanafikiria hauna msaada mahali pale uliko. Wanaweza dhani wewe ni kama Yusufu, umewafikia jangwani, na jangwani hakuna msaada, hakuna mtu anayejua Yusufu, hakuna mtu
jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nashukuru Mungu ni kwa sababu haijalishi ni nini wamepanga, lakini kuna Mungu anayebadilisha kila hali kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo wapendwa, ningependa tuachie kwa hapo, na Mungu akubariki na akutende mazuri. Kile wanachopanga kuhusu wewe akitakupata kwa jina la Yesu, lakini Mungu akatumia hiyo hali kwa ajili ya utukufu wa jina lake, iwe inakusaidia kufikia ndoto yako. Walidhania wanakatisha maisha ya Yusufu, lakini bandala ya wakatishe, wanaharakisha Yusufu afikie ndoto yake. May God help you. Hakusaidie hata kama ni hao adui watakao kusanyika, wakusaidie, wakusukume ufikie ndoto yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo unapopingwa, wewe mshindi. Jua hii ya kwamba hawakupingi wakatishe ndoto yako, hawakupingi wakuzuie usifikie lengo lako. Wanakupinga kwa sababu wewe ni mshindi, ili ufikie ndoto yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, tutaachia kwa hapo. Mungu awabariki na awatende mema. Kile ningekuomba ni ya kwamba kama uyampenda Bwana wetu Yesu Kristo, kama uyampokea akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mkubali leo, ili chochote kitakachopangwa kinyume na wewe, hata kana kwamba huna ufahamu, hata kana kwamba ujui nini wanachokipanga, Mungu akusidanie kama vile alivyosidania Yusufu. Ningeomba urudi hili nyuma yangu, na Yesu atakuokoa na atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda. Nimekubali ya kwamba wewe ndiwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kifo chako pale msalabani, maana ulikufa kwa ajili yangu ili nipate kuokoka. Bwana, naja mbele zako, nikubali kama mwanao, naungama dhambi na makosa, nisamehe na unifanye mmoja wa wana wako. Asante Yesu kwa kuniokoa na kwa kunipenda. Niongoze, unitawale juu ya maisha yangu. Nimeokoka na nimeamini. Sema amen. Wacha nikuombe tunapomalizia, na Mungu atakushindania na atakupigania vita vyote. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, jina lililokuu kuliko majina yote, naomba kwa ajili ya msikilizaji, naomba kwa ajili ya wale pia wanaotasamia Bwana katika mitandao ya kijamii. Baba, neno lako halina mipaka. Naomba Bwana Yesu, neno lako liwafikie mahali popote walipo. Nguvu zako ziwafikie. Mungu uliyepigania mitume, Mungu uliyepigania Yusufu, Baba, katika vita ambavyo hakuwa na vijua, hata sasa wewe yuko Bwana. Pigania watu wako, washindanie, watambue ya kwamba watapingwa, lakini ushindi uko pande yetu. Utukuzwe Bwana Yesu, upewe sifa, maana utatukuka juu ya maisha ya wapendwa hawa. Na ni kwa jina lililokuu la Masihi wetu Yesu Kristo tunaomba, tukishukuru na hata tukiamini. Amen. Mungu awabariki na awatende mema, awainulie uso wake. Kumbuka hii, utapingwa lakini ushindi uko pande yako kwa jina la Yesu Kristo. Asanteni. Salam. Mungu awabariki na awatende mazuri. Amina.